Ndugu waandishi wa habari, vitu hivi nilivyovitaja kwamba vilipatikana kutokana na misako vimehifadhiwa katika vituo vyetu vya polisi, huku uchunguzi kuhusiana na vurugu, fujo na uporaji huo zikiendelea. Mali nyingine tulizikuta katika majumba ya watu, mali nyingine zilikutwa zimetelekezwa kutokana na msako mkali ulioendeshwa na Jeshi la Polisi. Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza tunachukua nafasi hii kuwajulisha wakazi wote wa mkoa wa Mwanza, hususan wale ambao ni wahanga wa matukio haya ya kuibiwa, kufika katika vituo vya polisi kwa ajili ya utambuzi wa mali hizo. Wako ambao tayari wamekwisha fika katika vituo vyetu na utambuzi unaendelea. Nizidi kutoa wito wananchi ambao waliibiwa katika hayo matukio waendelee kufika katika vituo vyetu, wakutane na maafisa wa upelelezi ambao watafanya kazi hiyo kwa mujibu wa sheria ya kutambua mali zao zilizoibiwa kwenye matukio hayo. Ndugu waandishi wa habari na wakazi wa mkoa huu wa Mwanza, kufuatia vitendo hivyo vya uvunjifu wa amani, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza limefanya jitihada kubwa likishirikiana na mamlaka nyingine za kiserikali, lakini na wananchi kwa ujumla, kutoa ushirikishwaji mkubwa wa jamii katika hali ya kukemea kwa nguvu zote vitendo hivi vya uvunjifu wa amani, ambapo katika kufanya hivyo tumeyashirikisha makundi mbalimbali ndani ya jamii, tukitambua kwamba jitihada za kuzuia uhalifu zinatakiwa kufanywa na Jeshi la Polisi, lakini kwa ushirikiano mkubwa na wananchi wa mkoa wa Mwanza. Hivyo basi tumekutana na makundi kama ifuatavyo. Tumekutana na makundi ya vijana, wanafunzi, tumekutana na makundi ya waendesha bodaboda, bajaji, tumekutana na makundi ya vijana wanaoendesha pikipiki za matairi matatu zinazobeba mizigo, lakini tumekutana na wanafunzi katika vyuo vyetu vikuu na vyuo vingine vilivyopo katika mkoa wa Mwanza. Vyuo vyote vilivyoko hapa. Hata siku ya leo tumekutana na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sauti, wanafunzi zaidi ya 1500 tumezungumza nao leo. Lakini pia tumekutana na viongozi wa mitaa, viongozi wa vitongoji, makundi ya viongozi wa sungusungu na vijana wanaofanya shughuli za ushirikishwaji wa jamii, polisi jamii. Lakini pia tumekwenda kwenye maeneo ambayo yamekuwa na matukio mbalimbali ya kihalifu. Tumekwenda eneo la Bugarika, tumekwenda eneo la Mabatini, tumefika eneo la Kisesa, Kitangiri na maeneo mengine mengi. Tumepata nafasi ya kuongea pia na viongozi ambao tunashirikiana nao katika swala zima la amani katika mkoa, katika wilaya. Tumezungumza nao kuhusu umuhimu wa kutunza amani ya maeneo yao, amani ya mkoa wa Mwanza kwa ujumla, na tumewaeleza madhara yanayoweza kujitokeza kwa kujiingiza katika vitendo vya uvunjifu wa amani. Tumezungumza nao kiasi cha kutosha.
na katika kufanya hivyo tumekuwa tukiwataka watunze amani ya mkoa wa Mwanza kwa nguvu zote na kwa akili zote walizojaliwa na Mwenyezi Mungu. Kamwe wasijiingize katika vitendo vya uvunjifu wa amani. Kwa hiyo tumefanya jumla ya mikutano ya ushirikishwaji wa jamii tangu tukio hilo limetokea, jumla ya mikutano 39. Na ninyi waandishi wa habari ni mashahidi wetu. Tunawashukuru kwa ushirikiano huo mliotuonyesha, kwa sababu mmechukua taarifa zetu na kuzipeleka katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuelimisha jamii zaidi kama ilivyokuwa wajibu wenu. Pamoja na hayo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza tumekuwa tukisikia taarifa zinazosambaa maeneo mbalimbali katika mitandao ya kijamii na maeneo mengine kuwa yako maandamano mengine yanayoandaliwa, yanayoendelea kuratibiwa kufanyika katika kipindi hiki cha mwezi wa 12 tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu. Taarifa hizo Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza tukishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumezichukulia kwa uzito mkubwa sana. Hatujazipuuza hata kidogo. Tumeendelea kuzifanyia kazi kwa utulivu mkubwa, huku tukiendelea kuwabaini wale wote wanaojihusisha na uchochezi huo, ambapo tumefanya hivyo kupitia doria zetu mbalimbali na misako mbalimbali, na hivyo tumefikia ukamataji wa watuhumiwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu. Wako watuhumiwa 116 wanaendelea kuhojiwa kwa uchochezi huo. Upelelezi unaendelea. Utakapokuwa umekamilika, hatua za kisheria dhidi yao zitachukuliwa. Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza linawaomba wananchi kuendelea kutoa taarifa dhidi ya watu hao ambao wamelenga kuendeleza vitendo vya uvunjifu wa amani, wamelenga kusababisha kuondoka kwa utulivu na usalama katika mkoa wetu. Pia tunaomba wananchi kutokubali kabisa kushirikishwa kwenye maandamano hayo haramu, ambayo hata hivyo Jeshi la Polisi tayari limekwisha yakataza. Shatolewa taarifa rasmi kwamba maandamano hayo yamekatazwa. Kwa hiyo tunaomba wazazi wa vijana na wazazi wenyewe kuwazuia watoto wao kutojiingiza kwenye maandamano hayo kabisa, wasijiingize. Badala yake tunaomba makundi yote ya kijamii katika mkoa wetu washirikiane na serikali kudumisha amani na utulivu katika siku hiyo ya tarehe 9, ambayo ni siku muhimu ya kumbukizi ya nchi yetu ya Tanzania kupata uhuru wake. Lakini si hivyo tu, wadumishe amani katika kipindi chote, si kwa tarehe hiyo tu, hata kwa tarehe nyingine, hata kwa siku nyingine. Wananchi wote wa mkoa wa Mwanza wanao wajibu wa kutunza amani ya mkoa wao, wanao wajibu wa kulinda amani ya mkoa wao.
wanao wajibu wa kuendeleza amani kamwe wasikubali kuona vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani vikifanyika katika maeneo yao. Hata hivyo, Jeshi la Polisi likishirikiana na vyombo vingine, lakini kwa karibu zaidi na wananchi, tumejipanga kudhibiti kwa nguvu zote, kwa kufuata sheria, matendo yote ya uvunjifu wa amani katika mkoa wa Mwanza. Baada ya taarifa hii, niombe nionyeshe baadhi ya vifaa vilivyopatikana na namna vilivyopatikana katika matukio mbalimbali.